during the budget. Hapa katika uga wa Gilgil ambapo baada ya wafu ya pamoja ya wanafunzi wa Utumishi Girls Academy ambao walifariki kufuatia mkasa wa moto itakuwa inafanyika hapa. Kwa hivi sasa tayari waombolezaji wanafika katika uga huu kwa maombi hayo ya pamoja. Tumeona viongozi kadha wa kadha, tumeona seneta wa Nairobi Edwin Sifuna akifika hapa, na wengi tu watakuwa wanafika hapa, na ni maombolezaji ambaye atakuwa anaongozwa na mama wa taifa Rachel Ruto ambaye pia anatarajiwa hapa. Lakini kwa sasa kile ambacho kinaendelea ni kwamba waombolezaji wanazidi tu kufika katika uga huu, huku mili ya wanafunzi hao 15 mili hiyo itakuwa inafika hapa wakati wowote kuanzia sasa kutoka katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Naivasha. Hivyo basi nitapata tu kusikia kutoka kwa baadhi ya waombolezaji ambao tayari wamefika hapa, waniambie baadhi yao pia ni wanafamilia, baadhi yao ni wa jamii hii ya Gilgil. Anza kwa majina yako, niambie kama wewe ni baadhi ya familia ama umekuja kuomboleza, niambie. Kwa majina naitwa Simon Kiguro Kahiga na nimetoka Shokereria na nimekuja kuchukua mtoto wa ndugu yangu, alikuwa anasomea utumishi, anaitwa Shishiria Wanjiko, na tutampumzisha katika shamba la baba yake Shokereria siku ya kesho. Kwa hivyo tuna huzuni na tumekubali kwa sababu yote ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nawapa jamii pole na tutaendelea hivyo hivyo. Tumeshukuru hata serikali imetusaidia na mambo mengi sana, na kwa hivyo tunangojea tu, tukipatiwa tukirudiliwa mwili basi kesho tutapumzisha. Kwa hivyo tunashukuru kwa hayo yote, msaada wote ambao serikali imetupatia, tunashukuru. Kwa hivyo mmehisi kwamba muda huu umechukua ama kipindi hiki kimekuwa kirefu sana kabla ya mazishi kuanza? Najua mmesubiri sana kuweza kumpumzisha mwana wenu Cecilia. Mnahisi kwamba imechukua kipindi kirefu? Ilikuwa imechukua kipindi kirefu, lakini kulingana na vile ripoti ilikuwa imetoka mapema ikarudi ikarekebishwa. Kwa hivyo tunachukua nafasi hiyo kuwashukuru kwa sababu wakitupatia mzigo huo tukiupumzisha tutapumzika. Kwa hivyo tumechukua nafasi hiyo ya kuwashukuru kwa kufupisha ile siku walikuwa wamesema hapo mapema. Kwa hivyo tumeshukuru, tunasema tukimaliza hiyo kazi hata roho zetu zitatulia. Tulikuwa na wasiwasi sana, unajua ukiwa na mtu na hako hata umshike amewekwa hiyo. Kwa hivyo ilikuwa na wasiwasi, kwa sababu leo tunariliziwa hiyo. Tumeshukuru na tutamaliza hiyo ngine kesho mazishi. Pole sana mzee wangu. Nipate tu tusikize kutoka kwa zaidi ya familia waombolezaji. Asante sana. Nipate pia kusikia kutoka kwako, niambie jina na familia ya nani, alafu uniambie tutakuwa tunaendelea. Kwa majina yangu naitwa Grace Wanjiko. Mtoto wangu anaitwa Meren Wairimo. Mimi ni mzazi Utumishi Girls, na tulipata hiyo tatizo, lakini bado tunaomba Mungu kuna rafiki ya mtoto wangu anaitwa Nicole Michelle, na tumekuwa pamoja katika hii safari na wazazi wake. Tumekuwa tukiwatia moyo, tumekuwa tukiwaambia kwamba Mungu anaweza yote. Kwa hivyo tuko mahali hapa siku ya leo, na tunajua kwamba Mungu ambaye hupea watu amani atapea hizi familia, na tutazidi na Mungu. Tunamshukuru Mungu siku ya leo. Atakuwa na siku ya Monday huko Meru. Haya, poleni sana. Mungu azidi kuwatia nguvu. Nipate tu kutoka kwa waombolezaji zaidi, wana familia pia wa watoto hao ambao waliaga dunia katika mkasa huo wa moto. Niambie majina yako, wewe ni familia nani? Alafu majina yangu ni Sara Wanjiko. Mimi ni jirani karibu Utumishi Girls. Niambie hii siku ya leo labda ni siku ya huzuni mno, ni siku pia nikimbia imechukua muda mrefu sana kuweza kutamatika. Wale wazazi na familia kwa jumla wametaka sana waweze kupata la sahau. Nataka uniambie mambo ambayo siku ya huzuni kwa sababu tumepoteza watoto wetu. Ila
Ile kitu naweza kutaka kusema ni kupewa wazazi wao pole sana na kushikana nao saa hizi ngumu wanapitia, na serikali ituangalilie maneno ya skuli ya boarding, juu wakati tunapeleka watoto huko tukue tukiwa nyumbani tunajua watoto wetu wako safe. Wakati hiyo jango ilitokea tulifika hapo na tukajaribu vile tuliweza, lakini kwa yote tunaachia Mungu na Mungu afariji hizo familia. Na sana tupata tukotoka kwa umekuja kwa sababu ya familia ya Kimani, mtoto wake anaitwa rafiki yangu, na hiyo familia ni marafiki wangu sana, na tuliposhikwa na hili janga mioyo yetu iliinama kama familia ya Gilgil. Kusema ukweli hatujawahi sikia maneno kama haya. Tulisikia kama Edarasha, tukasikia ni kama historia, lakini siku ya leo ama wakati huu tumeona ni kitu ya kweli, na hili jambo limekuwa jambo ngumu sana. Tumekuwa na machozi, tumekuwa na huzuni, lakini tunaambia familia wajipe nguvu, Mungu ako pamoja na wao, na tumeshukuru sana. Atakuwa anapumzishwa ni wapi? Anapumzishwa siku ya leo, atapumzishwa pale Nyandarua, saidi za Nyandarua, mahali kunaitwa Kefau. Na poleni Tanze namba tayari mili hiyo inasafirishwa kutoka makafani ya Naivasha